Hii ndio siri ya utani wa jadi wa Simba na Yanga. Na mimi ninayekusimulia ni Husna Adam. Siku moja asubuhi, basi la kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro lilijaa abiria. Kila mtu alikuwa amekaa kimya, akisubiri safari ianze. Ghafla, kijana mmoja aliyekuwa amevaa jezi ya Yanga aliketi karibu na mzee mmoja aliyekuwa amevaa kofia yenye nembo ya Simba. Baada ya muda, kijana yule akamtazama mzee na kutabasamu. Kijana: "Shikamoo mzee." Mzee alimtazama kisha akamjibu, "Marahaba mwanangu, hujambo?" Kijana akasema kwa utani, "Mzee, leo umevaa kofia ya Simba, lakini mbona timu yenu siku hizi inaogopa kukutana na Yanga?" Abiria walikuwa karibu wakaanza kucheka. Mzee naye hakukasirika. Akatabasamu na kusema, "Mwanangu, Simba ni mnyama wa porini. Akikaa kimya, usisani amekuogopa. Anapanga namna ya kuwinda." Basi likalipuka kwa kicheko. Kijana wa Yanga akasema, "Lakini mzee, wananchi wakipita polini hata Simba hujificha." Mzee akajibu haraka, "Wananchi wakipita polini ni sawa, lakini wakikutana na Simba wanapanda juu ya miti." Abiria wote wakashangilia. Muda mfupi baadaye, kondakta alipita kukata tiketi. Alipofika kwa mzee, akamuuliza, "Mzee, unaenda wapi?" Mzee akasema, "Ninaenda Morogoro." Kijana wa Yanga akasema, "Mpe tiketi ya kwenda kileleni, maana Simba wanapenda kukaa juu ya msimamo." Mzee akacheka na kujibu, "Sawa, lakini yeye mpe tiketi ya kurudi nyuma, maana siku nyingine mnabaki nyuma mkitazama mgongo wa Simba." Abiria walicheka kiasi hata dereva akageuka kutazama kinachoendelea nyuma. Safari iliendelea. Kila mmoja alitoa utani wake. Mwishoni mwa safari, basi ilipofika Morogoro, mzee na kijana waliinuka na kushuka. Kabla hawajaondoka, mzee akampa mkono kijana na kusema, "Mwanangu, utani ni mzuri, lakini urafiki ni muhimu zaidi." Kijana akakubali na kusema, "Kweli mzee, leo tumetaniana kama Simba na Yanga, lakini siku zote ni wa Tanzania." Wakashikana mikono na kuondoka, huku abiria wengine wakiwapigia makofi.